huu. Aibu tumeiweka wapi walimwengu? Huruma, upendo na utu vimestokaji wanadamu? Kipi kinatufanya kuwa katili kiasi hiki hadi kwa watoto wetu tuliowazaa wenyewe? Kwa nini tumekosa hofu ya Mwenyezi Mungu? Na je, tunakosea wapi? Ni baadhi ya maswali ambayo pengine majibu yake kwa sasa yawezekana ni magumu kuyapata. Ilianza ikizungumzwa na kulaumiwa jamii kwa kumfanyia ukatili mtoto. Tukasema labda ni kwa sababu haina mahusiano ya damu na mtoto. Wakaja watu wa karibu wa familia ambao nao walionekana kuwa hatari na wakatili kwa mtoto, nalo likapita. Na sasa wanashuhudiwa wazazi. Siku chache zilizopita wilayani Bukoba mkoani Kagera limetokea tukio la mwanaume kushikiliwa na vyombo vya dola akituhumiwa kumtumia kinyumba mwanae. Kwa mujibu wa mkuu wa wilaya Bukoba Erasto Sima, alidai kuwa tangu mwanaume huyo ambaye jina lake linahifadhiwa aachane na mke wake, amekuwa akimfanyia ukatili huo mwanae. Kinachosikitisha, mtoto huyo amepata matatizo ambapo madaktari wanaendelea kumsaidia kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya ikiwemo za kimwili na kiakili zinazomkabili. Ukiachana na tukio hilo, huko mkoani Simiyu, mwanaume Daudi Mabele, mkazi wa kijiji cha Kikola, kata Shishiu, wilayani Maso mkoani Simiyu, amehukumiwa kwenda jela miaka 30. Mtuhumiwa ametia hatiani kwa kosa la kumwingilia kimwili na kumpatia ujauzito binti yake wa kumzaa mwenye umri wa miaka 14. Pia ameamriwa kumlipa binti yake huyo kiasi cha shilingi 200,000. Inadaiwa ametenda kosa hilo wakati mke wake alipokwenda kwao kujifungua. Hayo ni baadhi ya matukio ambayo wazazi wanahusishwa kuwafanyia watoto wao. Hivi umewahi kujiuliza ni nini hatima maisha ya mtoto aliyefanyiwa ukatili huu huko mbeleni? Hivi umewahi kufikiri ni maumivu kiasi gani aliyoyabeba moyoni mwake? Umewahi kufikiri ni ukatili na chuki kiasi gani amebebeshwa mtoto huyu kwa jamii kushindwa kumlinda? Kama wewe baba, mtu wa karibu ambaye ni mlinzi namba moja wa mtoto, unayeishi naye, unayeaminiwa na mtoto kuwa huwezi kumjeruhi, anayejua kuwa wewe ndio dira ya maisha yake, unashindwa kumlinda, nani mwingine wa kumsaidia? Tutafikia hatua ambayo mama akitaka kusafiri ataondoka na watoto wake wa kike, si kwa mapenzi yake, bali kwa kuogopa hatari ya kuharibiwa na baba zao. Jamii, serikali na wadau wa watoto, tuamke sasa na kupaza sauti ya kupinga ukatili huu mpya. Jina langu ni Arnold Kailembo. Hii ni TNT View. Sawa kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment.